Baada ya Daudi kurejea Yerusalemu, ilionekana kana kwamba amani ingeanza kurejea. Lakini chini ya uso huo wa utulivu kulikuwa bado na mpasuko kati ya makabila ya Israeli na Yuda. Manung'uniko yakaanza kuibuka, kila upande ukihisi kupuuzwa na kudharauliwa. Ndipo akatokea mtu mmoja wa kabila la Benjamin. Jina lake aliitwa Sheba. Hakuwa ni mtu wa kawaida. Ndani yake alikuwa na roho ya uasi. Kisha akapiga tarumbeta na kupaza sauti, akiwaita watu wa Israeli ili waweze kuachana na Daudi na kumfuata. Kwa maneno yake aliwasha moto wa mgawanyiko kwa kinywa chake na kufanya watu kuona wanaonewa na kutokuhurumiwa. Watu wengi wa Israeli wakamfuata, wakimwacha Daudi na watu wa Yuda peke yao. Hivyo uasi mpya ukaanza, hata kabla ya jeraha la Absalom kupona. Daudi alipoona hatari hiyo, alijua kuwa safari hii haipasi kuchelewa. Akamuita Amasa, ambaye alikuwa amemweka kuwa mkuu wa jeshi badala ya Yoabu. Kisha akamwamuru ili aweze kukusanya watu wa Yuda haraka ndani ya siku 3 ili kuweza kumkabili Sheba. Lakini siku zikapita, Amasa hakurudi kwa wakati. Hali hiyo ilimlazimu Daudi kuchukua hatua ya haraka. Akamwamuru Yoabu achukue watu na kumfuata Sheba kabla hajajificha katika miji yenye ngome. Wakiwa njiani walikutana na Amasa. Yoabu akasogea kwake akiwa amevalia mavazi ya kijeshi. Amasa kwa upendo akamsalimia kwa busu. Lakini kwa ghafla Yoabu akamshika na kumchoma kwa upanga tumboni. Amasa akaanguka chini kwa kukosa nguvu, damu ikimwagika njiani. Mmoja wa kijana wa Yoabu akasimama pembeni yake na kuwauliza walioambatana naye, anayempenda Yoabu na Daudi amfuate Yoabu. Kwa wakati ule hakuna hata mmoja aliyejaribu kusogea hatua moja zaidi. Kwa huruma, Amasa akiwa bado kwenye maumivu makali, kijana wa Yoabu akambeba na kumtupa katika mteremko. Wanajeshi wengi walivyoona hivyo wakamfuata Yoabu. Yoabu akachukua tena uongozi wa jeshi bila kutangazwa rasmi. Safari ya kumfuatilia Sheba ikaendelea hadi mji mmoja ulioitwa Abel Beth-Maaka. Sheba akiwa amejificha humo ndani ya mji wenye ngome. Yoabu na watu wake wakazingira mji. Wakaanza kujenga boma na kubomoa ukuta ili kuingia kwa nguvu ndani yake. Mwanamke mmoja mwenye hekima alitazama hali hiyo na kuona hatari inayokuja kuangamizwa kwa mji mzima. Akatoka na kuomba zungumze na Yoabu. Kwa utulivu na busara akaanza kuzungumza naye. Akamkumbusha kuwa mji huo ulikuwa wa amani, sehemu ya watu waaminifu katika Israeli. Akauliza, kwa nini auangamize urithi wa Mungu kwa sababu ya mtu mmoja? Yoabu pasipokuwa na mashaka wala hofu yoyote akajibu kuwa hawakuja kuangamiza mji, bali walikuja kumtafuta Sheba. Mwanamke huyo hakupoteza muda. Alielewa suluhisho huwa liko wazi. Kisha akarudi ndani ya mji akazungumza na watu kwa hekima, na kwa muda mfupi wakaamua kumtoa Sheba. Kichwa chake kikakatwa na kutupwa nje ya ukuta wa Yoabu. Mara moja vita ikaisha, tarumbeta ikapigwa, jeshi likarudi nyuma, mji ukaokolewa. Baada ya tukio hilo, Yoabu akarudi Yerusalemu akiwa bado mkuu wa jeshi. Serikali ya Daudi ikarejea katika mpangilio wake. Yoabu juu ya jeshi
Benaia juu ya walinzi, makuhani na waandishi wakiendelea na kazi zao.